Rais William Ruto ameiba harakati ya Gen Z au kuna kitu kikubwa kinafichwa? Msemo huu tuko kadi uliotikisa Kenya sasa umegeuka kuwa uwanja wa vita, na kile kinachosemwa na vijana mitandaoni kinaweza kubadilisha kila kitu. Kwa sasa nchini Kenya kuna jambo moja linawaka moto kuliko yote, na ni vita ya kisiasa, lakini sio ya wanasiasa peke yao, ni vita ya kizazi kipya cha Gen Z, na kiini cha vita hii ni maneno mawili tu, tuko kadi. Lakini kabla haijageuka siasa, tuko kadi ilikuwa nini hasa? Kwa mujibu wa vijana wengi, huu haukuwa msemo tu, ilikuwa sauti ya mapambano. Hapa tumsikie Teacher Sheii akisema wazi kabisa kwamba wanasiasa hawakuwahi kusema tuko kadi, na zaidi ya hapo anasisitiza kuwa kuna vijana waliopoteza maisha wakitetea haki zao. Swali linakuja, je, huu msemo una uzito zaidi kuliko tunavyofikiria? Hii ifikia hao politicians wezi, waongo na wauaji. Wacheni kutuambia ati mko kadi. Nyinyi hamko kadi, nyinyi mko karata. Hauwezi kuwa uko kadi na umevote kuanzia 1968, 1970 something, 1980, 2000. Alafu unakuja kutuambia ati uko kadi. Nyinyi hamko kadi. Hamwezi kuwa kadi na vijana waliuliwa wengi sana when they were fighting for their right. Their right. 2. Hamwezi kuwa mko kadi na pesa inaibiwa every day, every other day, and there is nothing which is being done about it. Alafu sasa tuko kadi Havana. Hiyo hatuwezi kubali. Sisi ni kujipanga, tunajipanga pole pole. Si ulisema ni kujipanga? Ni pole pole tu, and then of course ni Mwenyezi Mungu sisi atatusaidia. Lakini mambo yalianza kubadilika zaidi pale jina la Rais William Ruto lilipoanza kuhusishwa na msemo huu. Tuko tayari na tuko kadi. Kama mnataka hiyo, tuko kadi tayari. We are ready for you when the time comes. Kijana huyu anaenda mbali zaidi, anasema kabisa kuwa tuko kadi imeibiwa, na hata anasema ingewekwa copyright kuna watu wangekuwa mahakamani sasa hivi. Je, huu ni uwizi wa kisiasa au ni siasa za kawaida tu? President William Samoei Ruto unfortunately hijack tuko kadi campaign na amesema wamejipanga tuko kadi. What do you mean, Mr. President, by that? What do you mean? You know, this is why you need to start listening to nonini. Whoever alikama up na history ya tuko kadi, hiyo kitu ungekuwa ushai copyright. Na any politician mwenye anaitumia vile Matiang'i alitumia, sasa vile mtu ametumia, unawasuu immediately bana for copyright infringement. I think nimesikia tu vile mtu anasema tuko kadi kajambia, please. Yani akona an entire communications team that come up with a better campaign. Watu walilia one term au wamelia two term. Like they can never do anything original. Mnaiba kila kitu, mpaka mnaiba slogan, mnaiba ideas, mnaiba mali za umma, mnaiba kila kitu bana, be original. Tuko kadi. Miradi zetu zinajionyesha vile tumefanya. Au wanapiga kelele. Kadi gani? Hata mjicho za cards. Wizi ndio mna. Lakini kuna wengine wanaona huu ni zaidi ya uwizi. Hapa ndipo mambo yanakuwa mazito zaidi. Anadai kuwa huenda hii ni distraction ili kuwazuia vijana kwenda maeneo kama Narok kuhamasisha usajili wa wapiga kura. Kama hii ni kweli, basi huu sio msemo tu, bali ni strategy. So guys, food for thought. No, let me land. Ama jana mazigoro kwa najisemesha hiyo maneno yati yako kadi ni nini? Ndio atu distract, ndio tu concentrate na yeye atu distract maneno ya Narok. Alikuwa anataka tusahau, si ndio? Ajia na deal na kila nani. We are not distracted. Sisi tulisoma Chozi la Heri, kitabu iko na page 300 na tulishika characters. One time. Tulichora family tree. Hiyo kitabu ilikuwa na characters 91 mpaka Njogo. Na hatukusahau Sembuse Narok. Sisi tusahau ati tuanze kuconcentrate na wewe na makadi zako za matakataka. Wewe. What? Kai, the Rais Nabiba, I withdraw, I retract. No, I don't. Okay. One time doing that. So kindly follow me on Instagram, Facebook, and X. Follow my backup account also. Papa to register Sabote if you haven't, guys. By the way, mjona shati yangu ya leo. Na nawapenda sana. Na sasa hata mastaa wameingia kwenye hii vita. Mchekeshaji maarufu Eric Omondi anasema wazi kabisa kwamba tuko kadi ni movement ya vijana na si ya wanasiasa, na anatoa onyo kali kwa wanasiasa wote. Hii inaonyesha nini? Kwamba huu sio mjadala tu, bali ni harakati. Hi guys, Eric Omondi hapa. To the Kenyan political class, musitujaribu. We have been very silent mukifanya mambo yenyu. We have been extremely quiet mukipiga siasa zenyu. Musitujaribu. Tuko kadi
is a movement by young people and Gen Zs kuhamasisha vijana na majenzi wachukue kura. Musitujaribu. Do not take our silence for weakness. Whether wewe ni one term ama two term, we are not part of you. And if you think you can hijack, if you think munaweza chafua Tuko Kadi, think again. Actually, our wish sisi ni nyinyi wote mumalize muende. Hiyo ndio maombi yetu na prayer yetu na wish yetu na desire yetu. Nyinyi wote mumalize na muende. Na hata msipochunga hamtamaliza. Musitusukume. If you want us to meddle in your affairs, meddle in our affairs. If you want us to come into your space, come into our space. And I bet you won't like it. I swear, hamtapenda. Hamtapenda. Musitusukume, musitudharau, musitujaribu. We can declare today a presidential candidate ya Gen Z na young people, na hamtalala. Na hamtapenda. Anyway guys, tarehe 1 mwezi wa 5, 1st of May, we have the biggest concert Kenya has ever seen. Tutakuwa pale Ngong Race Course. Tutakuwa na the biggest artists in Kenya. The old school, the new school, gospel, secular. Wote mpaka comedians watakuwa pale, na entry ni kadi. Juu tuko kadi. Lakini Gen Z hawajanyamaza kabisa, badala ya kukubali wamejibu kwa nguvu wakileta msemo mpya ati red card. Hii sasa ni kama mchezo wa mpira na vijana wanasema wazi ya kwamba tunawatoa nje ya mchezo. William Ruto, I know you are very very desperate. Very desperate. Sasa ataka kitu kidogo vijana wa Gen Z wamekuja eti Tuko Kadi. Eti umekuja hapo umeigrab. You have stolen it. Eti Tuko Kadi. Unajua hiyo Tuko Kadi ilikuwa ni idea ya Gen Z kumobilize one another. Kutafuta voter card. Wajimobilize, waenda kwa vituo za kujiandikisha kama wapiga kura, watu wajitokeze, ndio ile one term yao iweze kuwa real and practical. Sasa umekuja raka ukaona hiyo kitu itaenda kukusumbua hapo mbele because of mobilization ya Gen Z. Umekuja umesema Tuko Kadi mbaya kabisa. Tumejipanga, watajua wajui. Kwani hawa ma Gen Z wewe ndio uliwaletea hiyo idea ya Tuko Kadi ama wao ndio wamekuja nayo? Wewe yako Gen Z, and I think Gen Z is the way you have translated this. Mumembadilishia haraka. I like the quickness ya Gen Z. Mmejua amewaibia hiyo Tuko Kadi. So mmekuja haraka mmemcounter, mmemwambia yako ni red card. Ishatoka kwa yellow card. Mlimpatia yellow card wakati ule wa Gen Z ilienda maandamano 2024 finance bill. Mkamwambia yako tumemalizana. Ile ilikuwa ni yellow card. Kuingia parliament ilikuwa ni yellow card. So sasa hii tunaenda uchaguzi, kwa Ruto ni red card. Sababu is not going to serve as a two-term president. Red card ni kumuondoa aondoke. So mambo ya kadi sisi tunajua kwa William Ruto ni red card ya kwenda kipindi yake imeisha anaenda. So Tuko Kadi hiyo ni idea ya Gen Z. So Ruto stop playing the psychology of the Gen Z. Kenyan youths are very very wise, very intelligent, very informed. Hata ugeuze hiyo Tuko Kadi mara 20 eti in your favor. They know one term it is you. So unajua narudia hiyo Tuko Kadi rada mbaya sana. Hivyo ndio anasema. Yaani ile kuforce his way. Yako inajulikana red card one term. So ukaa ukijua. Na Ruto aje nikwambia another thing here. Hii story ya akina Matiang'i, akina Gachagua
iliisha kitambo. Ni nini inakusumbua bado kila siku unaiongelelea? Kila siku unaongelelea. Rigathi alikuwa msmart, intelligent. Akasema nilikuwa nataka William Ruto akuja hapa chini. Ukweli tumeona kuwa alikuwa anataka ukuja hapa chini. Sasa ashatoka hapo, wewe unashinda ukijirudia, sijui wale watu tumbo sijui nini, wale watu unaanza kujidefend. Sisi tunaelewa hii game. Hii mambo ilikuguza bapaya na hakuna venye utajisaidia. One term remains constant. That's how the ground is saying. Mimi naongea kama mchanganuzi wa mambo ya kisiasa. Vile vile naongea kama mwenye nafanya research kwa ground. Songe mbele. Next episode ndio hiyo inakuja sahihi. Kwa hiyo swali kubwa ni hili. Je, tuko kadi ni msemo tu au ni nguvu mpya ya kisiasa inayobadilisha Kenya? Na kama vijana wanaweza kuunda movement kubwa hivi, kesho wanaweza kufanya nini? Nataka kusikia kutoka kwako mtazamaji wangu. Unadhani Rais William Ruto alikosea kutumia msemo wa tuko kadi au Gen Z wanachukulia mambo too serious? Na hii red card itaenda wapi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.